Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kati ya hoja ambayo imetazamwa na vyombo mbalimbali vya habari ni mkuu wa NATO amekwepa kujibu juu ya nani atamiliki Greenland kati ya Marekani ama NATO ama Denmark. Katika mahojiano na Fox News, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte hakutoa jibu la moja kwa moja kwa swali kuhusu kuendelea kwa Greenland kushirikiana na Denmark chini ya makubaliano ya baadaye na Marekani. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba sasa hatatumia nguvu tena katika kuitwa Greenland, lakini moja kati ya makubaliano na NATO ni kwamba ataanzisha ngome ngumu za kijeshi katika eneo hilo kwa kile alichokisema kwamba ni katika kukabili vitisho vya Urusi pamoja na China. Suala hili halikujitokeza tena katika mazungumzo yangu usiku wa leo na mheshimiwa rais wa Marekani Donald Trump. Amezingatia sana kile tulichohitaji kufanya ili kuhakikisha kwamba eneo hilo kubwa la Arctic linalindwa, Rutte alisema. Hata hivyo, Trump, moja kati ya mambo ambayo ameyazungumza katika mkutano na waandishi wa habari huko Davos, amesema kwamba licha ya kwamba atajenga ngome ngumu za kijeshi katika eneo hilo, lakini atahakikisha anachimba madini adimu. Hili pia limebaki kuwa ni swali ambalo halikujibiwa vema kwamba je, Marekani itamiliki Greenland ama ni nani atakuwa na umiliki wa Greenland wakati ambapo atamua tena kuchimba madini adimu yaliyopo katika eneo hilo, kwamba wa Greenland wenyewe hawatakuwa na mamlaka juu ya uchimbaji wa madini adimu. Trump hapo awali alitangaza kwamba mfumo wa makubaliano ya baadaye juu ya Greenland ulikuwa umeshaandaliwa. Hakutoa maelezo kuhusu makubaliano hayo, akiahidi kuwa masharti hayo yatafafanuliwa baadaye. Kiongozi huyo wa Marekani pia alisema kwamba ushuru uliotangazwa hapo awali dhidi ya nchi za Ulaya zinazoiunga mkono Greenland hautawekwa tena. Rutte hakupendekeza maelewano juu ya uhuru wa Greenland kwa Trump, ambapo waandishi wa habari sasa wamekuwa wakihoji nini ambacho kitatokea baadaye. Hapo awali shirika la habari la Axios limeripoti kwamba rasimu wa makubaliano juu ya Greenland ilipendekezwa na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye ametoa fursa kwa Denmark kushikilia mamlaka ya kisiwa hicho wakati ikisasisha masharti ya makubaliano ya ulinzi ya mwaka 1951. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo waandishi wa habari sasa na ulimwengu kwa ujumla umekuwa ukihoji kwa nini katibu mkuu wa NATO hakueleza ni nani ambaye atamiliki Greenland, wakati ambapo kumekuwa na makubaliano na Marekani kwamba hatatumia nguvu, lakini pia ataondoa ushuru kwa wale aliowawekea. Lakini katibu mkuu huyo wa NATO bwana Mark Rutte hakuwasilisha mapendekezo yoyote ya maelewano kuhusu mamlaka ya Greenland kwa rais wa Marekani Donald Trump wakati wa mkutano wao huko Davos, Uswisi, kando ya jukwaa la kiuchumi la dunia WEF. Msemaji wa muungano huo Alison Hett alieleza kupitia shirika la habari la Reuters. Rutte hakupendekeza maelewano yoyote ya uhuru wakati wa mkutano wake na rais Trump huko Davos. Hata hivyo, awali Axios iliripoti kinukuu vyanzo viwili kwamba rasimu ya makubaliano juu ya Greenland ilipendekezwa na katibu mkuu wa NATO bwana Mark Rutte kwa rais Trump, na ametoa fursa kwa Denmark kushikilia mamlaka ya kisiwa hicho, lakini bado kumekuwa na kizungumkuti baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba yeye atakuwa na maamuzi makubwa ndani ya Greenland na kwamba Greenland ipo katika mipaka ya Marekani. Bado maana yake ni kwamba Marekani inataka kuimiliki Greenland kama ambavyo imetaka. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue.